Serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi inajitahidi katika kuleta maendeleo katika visiwa vya Unguja na Pemba. Hii yote ni kuweka haiba nzuri ya mji wa Zanzibar. Katika kuliona hili, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, Idrisa Kitwana Mustafa, amefanya ziara ya kutembelea maeneo ya maegesho yaliyopo huko Malindi, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, sambamba na kuwataka wamiliki wote wa vyombo vya moto kuweka vyombo vyao katika maegesho maalumu yaliyowekwa na mfuko wa hifadhi ya jamii ZSSF ili kuepuka msongamano uliopo. Kama tunavyofahamu kwamba mkoa wetu huu, hasa hii wilaya mjini, kwenye zoni hii ndio zoni ambayo imesheheni watu wengi wanaotembea kwa miguu, wanaotembea kwa vyombo vya moto, lakini pia wafanya biashara mbalimbali. Kwa hiyo tuliona kuna umuhimu mkubwa wa sasa, pamoja na mambo mengine, lakini kuhakikisha kwamba tunaangalia upangwaji, si tu upangwaji, lakini kama tunavyofahamu, kama sasa hivi Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametujengea eneo la maegesho ya magari ndani ya eneo la Malindi hapa, tena la kisasa linaloendana na wakati tulionao. Kwa bahati mbaya sana, gari zinazoingia mle kupaki eneo la baki tupu ni kubwa sana. Kwa hiyo tumeona pengine awareness kwa watu haijawepo. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama viongozi wa serikali wenzetu kuwatanabahisha na kuambia kwamba lengo la kujenga serikali jengo lile kwa ajili ya kuweka parking, na si muda mrefu tutakuwa na kituo pia cha mabasi ya kisasa. Lengo kubwa ni kuona sasa congestion ya magari, hasa yale yanayosababisha kupaki pembezoni, yanapungua. Kwa hiyo leo nimekuja kutoa angalizo. Nimeanzia Malindi mpaka kwenye jumba la treni, kwenye maeneo haya, kwenye ukanda huu, watende unauzwa tende, kofia, kwenda huko mbele huko kote, kuona kuhakikisha kwamba gari hapa, hatutaki tuone gari zinapakiwa. Badala yake gari sasa, lile jengo tulilolijenga kwa gharama nyingi sana serikali, kuona wananchi wanapata manufaa kupaki gari zao pale, waende wakapaki gari zao kule. Kwa hiyo hilo la kwanza, nimeshamuagiza mkurugenzi wa ZSSF pamoja na mkurugenzi wa Mji Mkongwe, mkuu wa wilaya pamoja na manispaa kuhakikisha kwamba eneo hili hatutaki kuona gari unless ile yenye exception. Manake hiyo sasa itakuwa mfano, benki tumetengeneza mazingira maalum kwa sababu tunajua ni taasisi ya kifedha, lakini waliobaki wote wanaokodisha magari, wanaopaki sijui kwenye maduka, wauza biashara, wote gari zao zikapakiwe kule. Na hii inasema si kuanzia lini. Leo ninapozungumza tarehe 7, kesho tarehe 8. Kesho tarehe 8. Mkurugenzi wa ZSSF na mkurugenzi wa Mji Mkongwe pamoja na manispaa zote na uongozi wa wilaya, nataka kuona shughuli ya agizo hili nililolitoa linaanza kutekelezwa mara moja. Lengo ni jema, wala si kukomoana. Lengo kama tunavyofahamu na nilivyoanza kutangulia kusema, tunapouacha mji wetu ukawa wazi, watu wanapata kupita, utapunguza mtu baada ya kupita barabarani kule kwenye magari mengi, watapata kupita huku, lakini pia watapata kupita madukani vizuri, kuangalia zile biashara. Kwa hiyo wito wangu, nimeshawapa maagizo kwa magari, nimeshawapa maagizo kwa mabajaji na vyombo vingine vya moto, vipi vinatakiwa na wapi vikae na wapi vikapangwa. Kwa hiyo wito wangu kwamba sasa tunapozungumza kutengeneza mji wetu kuwa safi, ni pamoja na kuvipanga vyombo vyetu vya moto vizuri katika maeneo ambayo tumeyarasimisha kupangwa vyombo hivi. Wito wangu kwa wananchi kwamba tunapotaka jambo zuri siku zote, lazima tujifunze taratibu hivyo hivyo, hasa kama tulizoea. Inawezekana tulizoea labda duka hili hapa, gari uweke chini ya duka kwa maeneo haya. Hilo jambo sasa tumesema iwe basi, ili tuone moja, yale majengo na miundombinu tunayojenga kwa maudhui haya yaweze kutumika kama vile ambavyo serikali imedhamiria kwa maslahi mapana ya watu. Lakini pili, pia gari yako inaweza ikawa iko sehemu salama kuliko sehemu ambayo imeiweka. Na hili nitoe angalizo kwamba kusema hili na kutoa agizo hili halitaishia hapa. Manake hiyo gari ikibaki hapo kwa lugha ya leo ya ukaidi,
nadhani zile sheria zetu za penalty nimeshawapa maelekezo wakurugenzi wazisimamie hizo. Sasa na niwashukuru sana waandishi wetu wa habari leo wa vyombo mbalimbali mliokuja hapa mkashirikiana na sisi kufanya ziara hii fupi na kutoa elimu hii mbalimbali kwenye suala letu hili. Na kwa kweli limewapa faraja wananchi, kwa sababu pia nimepata kusikiliza changamoto za watu wa bajaji, wafanya biashara. Nimetumia pia fursa hii na nimeshatoa maelekezo pia namna ya kupangwa wafanya biashara hawa ambao wameleta malalamiko yao ambayo yanaweza kusolvika pia. Lakini hata watu wa bajaji ambao na wao walileta kilio chao, nao nimeshawakabidhi wenzetu wa Mji Mkongwe pamoja na wenzetu wa ZSSF katika kuona. Lakini watu wa gari nao tumeshatoa maelekezo nini cha kufanya, lakini cha kufanya cha msingi tuone tunalitumia jengo letu. Mtu mzalendo ni yule ambaye anaitumia rasilimali yake ya nchi vizuri, effectively. Na sisi tumejengewa jengo lile. Hata mimi mkuu wa mkoa nikija hapa sasa nitawaonyesha mfano. Nitakwenda kuweka gari yangu kule, alafu nitembee tena kwa miguu kama nahitaji huduma. Tukifanya hivi, na maana yangu nini? Viongozi waliomo kwenye maeneo haya ni busara wakitumia hiyo njia kuwaonyesha wananchi nini tunataka kufanya. Huku almost kama sikosei kuna maeneo tumeyatenga karibia 300. Kwa hiyo naamini kwa gari zinazokuja mjini na kuondoka tunaweza tuka squeeze vizuri hizo gari na zikakaa kwenye mazingira mazuri. Lakini apart from na hilo nililolisema, bado jambo hili kadiri tunavyoenda, hata nyumba yako unajenga. Nyumba yako pia ukijenga nayo, leo umeshaijenga nzuri kabisa, unasema hapa wache niongeze kitu hiki. Kwa hiyo na sisi kwanza tuitumie parking yetu iliyopo. Tukishaitumia, wakati serikali tunafikiria mambo mengine makubwa yanakuja, mambo makubwa sana yanakuja, kwa sababu hata hivi vichai maharage huko mjini utazisikia hadithi tu hizi waekewa jukuu zako juu wape story kwamba kulikuwa na chai na maharage. Ziko baadhi ya nisafiri huku tutakuwa hazina nafasi sana, mwisho zitakuwa zinaishia Mwembeladi wapi Yumbi huko, zinaishia Kihinani kwenye maeneo haya. Kwa hiyo nataka niwaambie wananchi kwamba leo tulisema tufanye ziara hii at least kuja kuona pamoja na mambo mengine, lakini vipi tunapanga mji wetu vizuri. Tunatamani sana mji huu, na haya maneno nimekuwa siku zote nikiyasema, natamani mji wetu ufanane na miji mingine duniani. Hatuwezi kuwa tunajifananisha kupitia kwenye TV. Lazima tuanze na mtu mmoja mmoja, jamii, lakini na taifa kwa ujumla. Tunaamini Zanzibar yetu hii, mkoa wetu wa Mjini Magharibi, tukiamua watoto wa mjini hapa kuishi sisi katika kuutunza mji wetu na kuweka mazingira yetu, anayekuja kutembea mjini ataangalia sisi jinsi tunavyojiadapt. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.